Somebody will read for me verse 21. Because the other verses I've already been read and explained. I will not be preaching when Pastor Gabriel is teaching. We seem to be on the same page. Just read for me that particular verse, 1 Corinthians, ama Wakorintho wa kwanza 15:21. Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 21, maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na kiyama ya wafu ililetwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wanahuishwa. Amen. Haleluya. Kwa maana kama vile mauti ilivyokuja kwa njia ya mtu mmoja, vivyo hivyo ufufuo wa wafu umekuja kwa njia ya mtu mmoja. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza. Asante kwa ajili ya neno hili ambalo umeturuhusu tukasome kutoka katika kitabu cha Wakorintho, ikiwa ni 15:21. Andiko lako limenena ya kwamba kwa kuwa ni mtu mmoja aliyeleta mauti, na pia vivyo hivyo ndivyo mtu mmoja amepatikana kwa ajili ya kuondoa mauti. Tunakushukuru, tunakutukuza. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Bwana asifiwe. Haleluya. Ninataka tu nikaweze kuangalia ukuu ama the power of resurrection. Tunajua ya kwamba tumekuwa kutoka Ijumaa tulikuwa na Ijumaa ya mateso, na tukawa na Jumamosi ya aibu, lakini Jumapili ni siku ya heshima. Bwana asifiwe. Ndiposa andiko takatifu linasema ya kwamba palikuweko mmoja tu ambaye aliyaleta mauti katika duniani, na yule mmoja alikuwa ni nani? Tunaenda nyuma katika bustani ya Eden, na tunapata ya kwamba palitokea kosa katika bustani hiyo, ikaweza kusababisha Mungu akaweza kuleta mauti kutokana katika ile bustani ya Eden. Na alipoweza kutamka, kukawa na watu walioishi miaka mingi sana kama 950. Ukiangalia watu kama Noa wakaishi miaka 777, lakini kwa muda huo ikafika mahali Bwana akasema basi miaka mingi zaidi itakuwa 120. Kwa hivyo kifo kikaingia katika dunia. Ikiwa mtu aliishi miaka 950, kuna uwezekano ya kwamba binadamu alikuwa ameumbwa ili akaweze kuishi kwa miaka zote bila kukoma. Hallelujah. Therefore, your body was not supposed to have any sickness, because sickness come to kill the body. But for you to live forever, you don't feel anything. Praise the Lord. Sasa jambo hilo likawa limeondoka, na ikawa ni ya kwamba mwanadamu ni sharti akaweze kufa. Tunaona katika siku za Noa, Bwana akawa ameona maovu duniani, na akasema mwanadamu
viwili. Nitakachofanya basi, nitaleta mvua, na mvua hii itanyesha kwa muda mrefu, na hakuna chochote kitakachobakia. Lakini Bwana akaona mtu mmoja aliyekuwa mnyofu, ama was righteous, ambaye alikuwa anaitwa Nuhu, na akaweza kuona ya kwamba vitu hivi vyote alivyoviumba huja vikaangamia na dunia ikapaa kikafu. Sasa ikabidi akaweze kuambia Nuhu akaweze kutengeneza safina, ili katika safina lile watu wakaweza kuingia na wanyama wakaweza kuingia. Kumbuka, kilichosababisha Mungu kutaka kuangamiza dunia ilikuwa ni ya kwamba mwanadamu alikuwa amekiuka mambo ya kibinadamu. Mfano akasema, wewe Nuhu, ingia ndani na mke wako, watoto wako na wake zao, watoto wako na waume zao, kila mnyama, mke na mume. Mungu akitaka kupreserve life for continuity of procreation, akawa amechukua jukumu hilo. Lakini hata hivyo watu walikufa wengi, na akasema, sitaweza tena kusababisha vifo vya watu kupitia katika maji. Ikawa ni atatafuta njia mbadala. Bwana asifiwe. Lakini akafika mahali akawa ni lazima akaweza kumkomboa binadamu, na alipotaka kumkomboa binadamu akaangalia ya kwamba atatumia tu kitu kimoja. Ataweza kumleta mwanawe aliye wa pekee, akamlete hapa duniani. Licha ya kwamba tulikuwa na watu hapa katikati wakajifanya ya kwamba wanajua kuua, wakajifanya ya kwamba wanajua kuondoa uhai, lakini ni jambo ambalo Bwana alikuwa amepanga ya kwamba litatimia, kwa sababu alikuwa ameongea kupitia manabii wake katika Agano la Kale, akijua ya kwamba katika Agano Jipya jambo hili litakuja na kufanyika. Haleluya! Basi akaleta Yesu Kristo ili akaweza kufa kwenye msalaba kwa ajili ya uhai wako na mimi. Haleluya! Tunaposimama siku hii wapendwa, nilitaka kukuhadharisha katika kitu kimoja. Tuna dini nyingi ambazo ziko mbalimbali zimejaribu kumkana Yesu huyo, lakini unapata wengine wanakubali, wanasema Yesu alikuwa nabii, wengine wanaabudu vitu zao, wengine wameangalia ng'ombe, wanaabudu ng'ombe, lakini vitu hivi vyote mwisho wake vinakufa, lakini havina uhai. Wengine walizika wakubwa wao dunia hii, na hata kuna makaburi leo, lakini bado wanaabudu yale makaburi. Ni Mkristo peke yake anayeabudu aliye hai, aliyekuwa na aliye sasa na atakayekuwa na aliye hai. Haleluya, haleluya. Ndiposa kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 21 ikasema ya kwamba mauti ililetwa na mtu mmoja, lakini mauti hii hata hivyo imetolewa tena na mtu mmoja ilivyoletwa na binadamu. Tazama, imeondolewa na Yesu Kristo. Yesu Kristo huyo ambaye tunasema ya kwamba alikufa Ijumaa, na ile Ijumaa ikawa ni siku ya machozi. Tazama, Jumamosi ikawa ni aibu, lakini Jumapili akafufuka na akaweza kuheshimiwa. Haleluya, praise the Lord.
akaheshimiwa siku ya Jumapili. Waliokuwa wakisema ya kwamba kama yeye ni Mungu, mbona asijinazue? Wakaona akijinazua siku ya Jumapili, Mungu akisema huyo ndiye mwanangu wa kipekee ambaye nilileta duniani ili akaweza kufa kwa ajili ya wale walio na dhambi, wakaweza kusamehewa na wakapata maisha ya milele. Haleluya! Sisi sote tuna maisha ya milele. Hata nikifa sasa, nitaambia Bwana, nimekutumikia katika haki nami nimelala, lakini siku ya mwisho nitakuwa hai, nitakuwa katika wale walio hai. Haleluya! Bwana asifiwe. Ikiwa yule ndiye Mungu tunayemwabudu, hakuna chochote kilicho chini ya ardhi, hakuna chochote kilicho juu ya ardhi, hakuna chochote kilicho kwenye ardhi, hakuna chochote kilicho angani kinaweza kumshinda Mungu huyo wa maajabu. Jisalimishe mbele, ukaite Bwana na Mungu atatenda katika maisha yako. Hallelujah. Praise the Lord. He says, when you are weak, say I am strong. Hallelujah. He says, when you lose, say I have gained. Hallelujah. Praise the Lord. You don't lose when you work for God. Setbacks will come, but He will regroup. He will bring you up again. That is our God. It doesn't matter what we have gone through, what you are going through. What matters is one thing, that the Master is alive, that Jesus is alive, and that is what makes us different from other people. That is why you are being taught. They want to get hold of us, cheat us, speak to us, and say that He never arose. But we get it from the Old Testament. Forget about what they want to show us from the New Testament. We got it from the Old Testament, that He will come and every government and every nation shall be on His shoulders. They want to kill Him. Hallelujah. They wanted to kill Him from the first day. The king wanted to finish Him because he knew the king is born. Hallelujah. Praise the Lord. What we can do today is to let our Jesus kwa ajili ya Mungu wetu akasaiwe katika mioyo yetu, akafufuke katika mioyo yetu, akaweza kufufua ile njia yoyote, ile hali yoyote tulionekana kama kwamba tumeweza kuangamia, lakini hakuna kuangamia leo, kwa sababu Bwana, kwa sababu Yesu angali hai hata siku hii. Haleluya. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ule mstari wa 21 tu, kwa maana kama vile mauti ilivyokuja kwa njia ya mtu mmoja, vivyo hivyo ufufuo wa wafu umekuja kwa njia ya mtu mmoja. Ufufuo wa wafu umekuja kwa njia ya Yesu Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Binadamu aliruhusu kifo kikaingia, lakini Bwana ameruhusu mtu huyo mmoja akaweza kuja, Yesu Kristo, na kuweza kuleta uhai tena. Lakini uhai huo ni wa wale ambao wamekubali Yesu Kristo, ni wale ambao wamekubali kuwa watoto wake, ni wale ambao wamekubali kuwa wafuasi. Haleluya. Kusema umeokoka sio mwisho.
Haleluya. Kusema umeokoka sio neno, lakini kumkiri Yesu Kristo ya kwamba kila ulimi utakiri. Haleluya. Kila goti litapigwa. Praise the Lord. Kila goti litapigwa. Kuna wale ambao wamejiweka kando, wakadhani ya kwamba wana madhehebu ambayo ni tofauti na letu, lakini ninajua ya kwamba andiko takatifu inasema kila goti litapigwa. Kwa ufupi ni ya kwamba hatutaenda na religion, hatutaenda na mimi ni Muislamu, hatutaenda na mimi ni Mkristo, hatutaenda na kusema Buddhist, lakini tutaenda na goti ambalo tulilopewa siku zile za mwisho. Tutaenda na ulimi, tutamkiri. Haleluya. Na watu wanakataa kukiri. Kwa sasa una nafasi, tumieni nafasi hiyo, ukatae kumkiri. Lakini mimi ninajua ukweli ni moja tu, ya kwamba siku ile ya mwisho, siku inakuja, kila ulimi utamkiri ya kwamba yeye ni Yesu. Haleluya, haleluya. Hata ninapokutana na wale wanaomkataa, hata ninapokutana na wale wanaomkejeli, hata ninapokutana na wale wananena mambo mengine, ninajua ya kwamba siku ya mwisho, ulimi ule ambao unamkataa sasa, ulimi ule ambao unamkejeli sasa, ni ulimi utakaomkiri, kwa sababu yeye ni Bwana, kwa sababu yeye ni Mungu, kwa sababu yeye ni Jehova. Haleluya. Ninafurahi kwa ajili ya Ukristo. Ukristo, hata mtoto wangu ninampa ruhusa, ninamwambia tafuta Yesu ukampate Yesu. Akitaka kusema anajaribu pengine, nitasema nenda ukajaribu, lakini ninaomba Bwana akakufungulie ukaweza kuona ukweli. Haleluya. Kama kuna dini ambayo iko free, it is a Christian society. Watu wetu wako huru, tunawafundisha kumjua Yesu Kristo, lakini wengine religion zingine zinasema ikiwa umeamua hautafuata njia hii, mimi ninakukana, wewe si mwanangu tena. Wengine wameamua na kutoa risasi na kuweza kuua family members kwa sababu hawajafuata vile wanataka. Lakini ninashukuru Bwana, ninashukuru Mungu ya kwamba hakuna hata kimoja kitakachoweza kumshinda Bwana. Hatukujua katika enzi zetu ya kwamba tutaona Wasomali Israeli wakishika mapango wakisema Yesu ni Bwana, wakileta crusade katika Israeli, katika nchi hii wakisema Yesu ni Bwana. Ndiposa nikasema wakati na masaa unafika, kila ulimi utakiri. Haleluya, praise the Lord. Waliotuona kama wakafiri, asante Bwana. Leo nitahubiri, pelekeni katika social media, niko tayari kujibu lolote. Wale waliotutusi wakasema ni wakafiri, wale waliotuona wakanena sisi ni wakafiri, ndio wale tena wananena kwa sasa. Ulimi wao unakiri ya kwamba Yesu, ya kwamba Yesu, ya kwamba Yesu, ya kwamba Yesu ni Bwana. Haleluya, haleluya. Ufufuo wa Bwana umekuja duniani, hakuna atakayesimama mbele. Ufufuo umekuja. Haleluya, haleluya. Ukweli ukifika, uongo hujitenga. Haleluya. Andiko takatifu limetupa historia ya jinsi ambavyo mwanadamu wa kwanza aliingia hapa duniani, ikatupa historia jinsi ambavyo Yesu Kristo alikuja akazaliwa. Tunamjua baba yake, tunamjua mama yake. Ametupa historia jinsi ambavyo aliuawa na
the other religions hauwezi kupewa. Unasikia tu miaka 600 iliyopita pakawa na huyu pakawa na yule, hauwezi kupata the history. The genealogy of Jesus is a fact. Hallelujah. Jinsi ambavyo Yesu alizaliwa na kazi ambayo alifanya hapa duniani, it is documented. Praise the Lord. Kama watu kufufuka, walifufuka, alifanya muujiza. Kama ni kuponywa, waliponywa, alifanya muujiza. Kama ni kutembea kwa maji, aliweza kutembea kwa maji. Lakini tazama, kukatokea adui moja hapa duniani, akaitwa mauti. Yesu akamwangalia akasema, mimi ninataka kuelewa huyu mauti naye amekuja kama nani. Ikabidi Yesu akakubali, akaweza kuingia katika mauti. Ndiposa akasema roho itayari inataka, lakini mwili, haleluya, lakini mwili, ijapokuwa mwili hautaki, lakini tazama, wacha litendeke jinsi ambavyo wewe Mungu wangu unavyotaka itendeke. Ikiwa ni kwa ajili ya kupona kwa binadamu, wacha nikaingia katika mauti. Akaingia katika mauti, wapendwa, akaingia na ufungo wake, akafungia mauti, akatuacha tukawa huru. Ndiposa tukaanza kusikia ya kwamba we shall live in eternity, tutaishi kimilele. Haleluya. Andiko takatifu linasema ikifika mwisho wake, makaburi yote yatafunguliwa, mwanadamu atakuwa. Mambo ni kwa muda, lakini tazama, Bwana is real. Jesus is real. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus is real. God is so humble, akatutafutia mwanawe, akaleta hapa duniani ili akaweze kufa kwa ajili yangu na wewe, ili nasi tukaweze kuona uzima wa milele. Praise the Lord. Tukaweze kuona uzima wa milele, tukaweze kuona uzima wa milele. Haleluya. Tukaweze kuona uzima wa milele. Ninapendezwa na jinsi ambavyo hiki kitabu kuanzia mstari wa 12 imekuwa ikasema ya kwamba ikiwa ninahubiri kufufuka kwa Yesu na hakufufuka, that is futile. Then sasa haina haja mimi kuhubiri, kwa sababu nitakuwa ninawadanganya, na nikiwadanganya nyinyi mtakuwa mnadanganyika, na kuna jambo ambalo litafanyika baadaye. Akasema sasa, Paulo akasema sasa hata haina haja. Ikiwa haingekuwa na haja, ingekuwa huyu Jesus, ingekuwa huyu ambaye tunaomba hakufufuka na akaenda mbinguni. Na unajua ya kwamba theories ambazo zinakuja ili mwanadamu aambiwe ya kwamba Yesu hakufufuka ni ya kwamba hakuna Ukristo bila kufufuka kwa Yesu Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Ukweli ni kwamba dunia inaona Mkristo kuwa ni mtu aliye mnyonge, lakini mara ya mwisho wanaonekana na miraba 7 hapa duniani, watakimbilia Mkristo, waseme ulipita njia gani, nifundisha njia ya Yesu Kristo, nikafanya namna gani, nikaombe. Oh, haleluya. Unaweza ukadhani ya kwamba haya maombi wanafanya ni rahisi, naye ni ya kila mmoja. I can assure you, prayer is spiritual. Unaweza kukaa miaka zote duniani bila kuomba. Prayer is spiritual. Nobody else can be able to pray. The only person who prays is a Christian. Never. Tunaambia watu waache kulinganisha Ukristo na madhehebu mengine.
hakuna kitu. Praise the Lord. Hallelujah. The substance of what you pray is what matters. Kwa maana nikuja hapa mara 20, niombe kwa siku mara 20, inawezekana ni sawa, naweza kuja. Kwa nini nisikuje? Wewe umefundisha mtoto wako ajue kuomba, akienda kitandani anasema oh God bless us as we go to sleep. Hallelujah. Lakini mwingine anatandikwa mpaka akram, hata kama ile alizaliwa hawezi kukram. Hallelujah. What is the difference between the two? It can never be. Ni kama maji na mafuta. Praise the Lord. We are at the right place. And I want you to air everything. Don't censor this preaching. Praise the Lord. Because time has come for us to be able to speak boldly the word of God. Hallelujah. For the world to hear. Kwa sababu andiko linasema ukinionea aya na hata mimi kule kwa Baba nitakuonea aya. Sasa unaweza fikiria ufike kule mbinguni alafu Yesu akuonea aya, kwa sababu hukutamka na kunena kwa ajili yake wakati ambapo alikuwa hapa duniani. Hallelujah. Praise the Lord. Let us preach the way it is. Let us speak the way it is. Let us tell it the way it is, because it is written. Hallelujah. Limeandikwa. And this Bible is my witness. Limeandikwa ya kwamba naye nionea aya, nami mbinguni kwa Baba nitamwonea aya. Na akasema ameenda kutengeneza mahali. Pale mahali alienda kutengeneza sio kwa kila mtu. Hallelujah. Alisema wale ambao the righteous one. Hallelujah. The righteous one ameenda kutengeneza kule mbinguni. The righteous one will be able. Katika sile nyumba, I can assure you, once you are righteous, you have a house. Hallelujah. Alienda kututengenezea makao. Praise the Lord. Lakini hakuna makao ya watu ambao si righteous, na sio mimi ninapangua, na sio mimi ninasema. Iliandikwa na Biblia na ninafanya kusoma lililoandikwa. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Can I read just one more verse? Just one more verse from 21 you go to 22. Kwa maana vile katika Adamu watu wote wanakufa, vivyo hivyo katika Kristo wote watafanywa hai. Wote tunaokufa katika Bwana tutafanywa hai, kwa sababu tunayemfuata Yesu Kristo alikufa na akafanywa hai. Hallelujah. Hapo ndipo utakutana na mse kama alikufa katika walio hai. Utakutana naye na kumwambia uliniona nikikuimbia wakati ulikuwa umelala. Hallelujah. Nisema aliimbia mse wakati alikuwa amelala. Praise the Lord. Uliona ukiniimbia alafu anakupatia high five. Sikii high five ya mbinguni na kaaje. Let us assume that is the high five in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Then you rejoin with the people you knew. The only difference, na Biblia inasema ya kwamba tutakuwa tumegeuzwa mili zetu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hatutakuwa tukiangalia waliofaa vizuri na waliofaa vibaya. Wote tutakuwa kitu sawa. Kama tutakuwa katika mavazi ya white, Mungu ndiye anajua. Kama yatakuwa ya green, Mungu ndiye anajua. Kama yatakuwa ya aina gani, Bwana ndiye atajua. Lakini ukweli ni ya kwamba miili zetu zitabadilishwa. Wale tutakuwa tungali hai, lakini wale walikufa watafufuliwa kwanza, miili zao zikabadilishwe, na tukaweza kufurahia katika eternity, the life of eternity. Hallelujah. Praise the Lord. Ninafurahia hiyo wakati kwa sababu hatutakuwa na vitu ambazo zinaitwa EPZ. Hallelujah. Hakutakuwa na EPZ. Praise the Lord. Hakutakuwa na
people working in government. Hallelujah. Hatutakuwa na high commissioners. Hallelujah. Ndio sasa ikiwa Ruto itakuwa nafasi, Mungu amchalie mpata huko, mtasalimiana usema Ruto. Hakutakuwa na official things. Praise the Lord. We shall be the same. Praise the Lord. We shall be the same. Kwa sababu andiko limesema ya kwamba wote waliokufa watafanywa kuwa hai. Hallelujah. Praise the Lord. Praise Jesus. Hallelujah. I feel like telling you this. In this world you can suffer for a while, but the time is coming, Bwana asifiwe, when we shall sing hallelujah. When we shall sing hallelujah, hallelujah. You are here and I want us to pray for you. Uko hapa na unataka tuombe na wewe. Kabla sijaamsha watu wakatoka kuja, mka na ukuja huku mbele. The Spirit is telling me there are people in our midst that want to pray. If you just want to pray, you will wake up. Amka tu mahali ulipo na ukuja. You need to pray. Just wake up and come. Just wake up and come. We want people who will come in this salvation. We don't want to sing, whip you up before you come. People who know what they want, they will just come themselves. You want prayer, you feel you want prayer, not just coming because you want to come. You feel you want prayer in your life, just believe this God. Believe this God and something is going to happen in your life. Worship you. Thank you, we glorify you. Asante Bwana. Unajua kilicho ndani na kijana huyu. Thank you, Father. Thank you, Lord. Do something for this life. We know you are able. We know you are able, God. We worship you. We glorify you. Kile kinachokusumbua kwa imani sasa tulio nayo, kile kinachokusumbua kitoke katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu kama hudumia sasa. Roho Mtakatifu take over now. Roho Mtakatifu take over now. I rebuke every power of the evil spirit. You live now. Praise and worship watatu ama wanne kama with the microphones. Start worshiping. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I know this day will come. Make this your servant. Kidhihirike kilicho ndani mwake kinachomsumbua. Kwa sasa ninakemea nguvu za giza, nguvu za shetani, nguvu za mapepo, nguvu ambazo zinaletwa na hata majini katika jina la Yesu Kristo. I set you free now. The rest of us can stand up and assist in the worship. Oh
Usafisha kabisa imba yangu
yako. Sasa kwa leo tunanena tu, akakujalia ukaweza kuonja Roho Mtakatifu yake. Konsepta tunakuinua sasa, Bwana akaweza kukupatia Roho Mtakatifu, kapata kupokea uwepo wa Bwana, nguvu za Bwana katika maisha haya ikaweze kukutetea. Tunaweka favor in your life. We release favor in your life. Receive it now. Receive the power of the Lord. Receive the anointing. Receive the Holy Ghost. Receive it now. Receive it now. Receive it now. Receive it now. The power of the Lord. You want the power of the Lord to come in your life. Ikaweze kuleta favor, ukaweze kujisimamia maisha ambayo umekaa ya nyuma, ikaweze kukuondokea, ukakae maisha yaliyo na uhakika na kumtumikia Bwana. Pokea uwepo wake sasa, pokea nguvu zake, pokea neema, pokea nguvu. Receive the Holy Spirit, the power, the power, the power, the power. Father, release the anointing in her life. In the mighty name of Jesus, receive it now. Receive it now in the name of Jesus. Let it be able to protect you. Be protected by the Holy Ghost, the Holy Ghost, the Holy Ghost. Be protected by the power of the God. In the mighty name of Jesus. We thank you, Jesus. We release the power, the anointing, the Holy Ghost. The Holy Ghost. We raise you. Let the Holy Ghost raise you in the mighty name of Jesus. Receive the power of God, the Holy Ghost, in the mighty name of Jesus. Let the Holy Ghost come your way. Ninafunja kila kazi za ibilisi, agano ya shetani katika maisha haya. Utaachia kila kitu ambacho kinakufunga, kitaachiwa katika jina la Yesu. Pokea uwepo wa Bwana. Unapopokea uwepo wa Bwana, kuna vile vyote ambavyo vimefunga maisha yako vinaendelea kukuachia katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. In the name of Jesus. We worship you. We honor you. We glorify you. In these hands, you say you will bless everything that comes through the hands. Father, let us see your blessings. For you have risen. Risen through the miracle of this lady. We worship you, Jesus. We worship you, God. Release the power of anointing unto her life. Release the power of anointing unto her life. Feel the presence of God now. Kapokea uwepo wa Bwana, kaweze kukaa pamoja na, kaweze kukutetea kazini, kukutetea nyumbani, kukutetea katika maisha yako, katika jina la Yesu. Asante Bwana. There is something coming ahead of you. Wacha tutuombe ya kwamba Bwana atasababisha ikaweza na kupita katika jina la Yesu. Wacha Mungu aishie aliye mtakatifu akaonekana na hata kusimama na maisha haya katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini.